Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Anna John Nzela. Ni mtoto wa 9 kuzaliwa kwa mzee John Nzela pamoja na Loisi Masalu Kuzenza Mkina. Mama yetu pamoja na baba walizaa watoto 14. Katika 14 hiyo mimi ni mtoto wa 9, lakini pia ni binti mkubwa katika familia ya mzee John Nzela pamoja na Loisi Kuzenza Mkina. Mama yetu ni mama wa kwanza kabisa katika kuokoka na kumwamini Yesu Kristo. Wakati ameokoka katika familia hiyo, na wengine ndipo waliweza kufuata wokovu huo, na ameolewa katika familia ya mzee Nzela Mbembela akiwa bado binti mdogo, na wameishi maisha pamoja na baba ya kumtumikia Mungu, kwa sababu baba alikuwa katika utumishi wake ni mjumbe wa synod mpaka Bwana alivyomuita. Kweli mama amedumu katika ujane wake, amedumu kumuishia Bwana, na amekuwa mtumishi na ameweza kutimiza malengo ambayo walikuwa wameongea na mume wake ambaye ni baba yetu mzee John. Wamejenga makanisa, moja wapo jengo la Mlange. Kiuhalisia tumejifunza sana katika hali ya utoaji ya wazazi wetu, kwa sababu asilimia kubwa kweli watoto watu tunajifunza kutoka kwa wazazi. Ninaitwa Askofu Ferdinand Shideko, askofu wa kanisa la The Way Gospel Church Tanzania. Nilifahamu familia ya mama Loisi pamoja na mzee Nzela miaka ya nyuma kabisa, huko karibia na 70. Wakati tulipokutana sehemu moja inaitwa Ushirika, maana hapakuwa na pastoreti yoyote mahala hapa isipokuwa pastoreti yetu ilikuwa Ushirika. Kwa na wafahamu vizuri, namfahamu vizuri sana mzee Nzela aliyetangulia, lakini namfahamu mama vizuri sana kwa sababu tulifanya kazi ya Mungu pamoja. Nipo hapa tu kwa sababu ya kuwapa pole na kuwaombea kwamba Mungu aendelee kuwainua na aendelee kuwapigania katika utumishi aliyowakusudia. Mimi ninamshukuru tu ninapomwona mamangu amelala hapa, kwa sababu wakati mimi ninaoa nyumbani kwa huyu mama, nilioa tu wiki chache baba mkwe akafariki. Mama huyu akasimama kama yeye ndiye mlezi wa familia. Ninayakumbuka yote aliyofanya huyu mama kwa ajili yangu. Hata nilipoacha kazi ya serikali kule Williamson Diamonds mwaka 1992, nilifika nyumbani kwake nikamwambia mama, nimeacha kazi. Mama akanishangaa sana kwa nini nimeacha kazi. Tena akasema sasa wanangu niwape mtaji. Mama akatupa mtaji, tukaanza maisha. Na mpaka hapa tuliposimama tuna mtaji wa mama yetu aliyelala. Aliuza ng'ombe wake na mpunga wake wote wa mwaka mzima. Akatupa mtaji, tukaanza biashara. Kwa hiyo ninalo jambo la kujivunia sana kwa mama huyu. Baba Mwenyezi Mungu, tuko kando ya kaburi hili ambamo mama mzazi, wengine bibi, wengine vyovyote vile wanaweza kumuita kama jamaa, tunarudisha mwili wake mavumbini. Lakini wote ambao tumezunguka kaburi hili tujue Yesu ndiye mshindi wa mauti, na siku moja wote wanaokaa katika nyumba hizi za muda watafufuka katika ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo, na katika ufufuo ule wewe Mungu mwenyewe
utawapa haki wote waliokuamini kuingia katika uzima wa milele, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu.